Kitabu cha Yeremia mlango wa 31 mstari wa kwanza. Yeremia 31 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, nasoma kwa msaada wa Mungu. Yeremia iko mbele ya Isaya. Yeremia 31 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Biblia inasema, wakati huo asema Bwana, nitakuwa Mungu wa jamaa zote za Israeli, nao watakuwa watu wangu. Bwana asema hivi, watu wale walioachwa na upanga, waliopata neema jangwani, yaani Israeli, hapo nilipokwenda kumstarehesha, Bwana alinitokea zamani akasema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Amen. Haleluya. Tukae. Bwana Yesu apewe sifa. Kichwa cha somo cha wiki hii ni upendo wa Mungu na utawale. Kichwa cha somo ni upendo wa Mungu na utawale. Hapa upendo, kuna maneno mawili ya msingi hapa kwenye hichi kichwa cha somo, ambapo neno la kwanza ni upendo na neno la pili ni swala la utawala. Kutawala ni kuwa na nguvu ya kimamlaka katika nafasi ama neno ama cheo. Kwa hiyo anaposema upendo wa Mungu na utawale, upendo unazungumziwa kama nafsi au kama mtu, kwamba una uwezo wa kutawala ama kutawaliwa. Bwana apewe sifa. Na kitu chochote chenye uwezo wa kutawala, basi kina uwezo wa kuamua, kina uwezo wa kuendesha, kina uwezo wa kufanya ama kutokufanya, kina uwezo wa kutoa oda. Usiue, kwa sababu ya upendo hauui. Sasa kinachokuambia usiue sio lile neno usiue. Upendo unaamua hapa hautaua, hauui, kwa sababu upendo umekulazimisha. Toa pesa, mpe huyu mwanamke hela, mpe yote. Unataka kutoa 10,000, mpe yote. Unaamrishwa, roho inauma, moyo unauma, unaona kabisa nadaiwa ada, lakini unampa kwa sababu mamlaka. Ule upendo una mamlaka ya kukuamrisha ufanye kitu, kwamba unakitaka au hutaki, unafanya. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo unapoambiwa upendo wa Mungu utawale, nenda kanisani hata kama unaumwa unaenda, kwa sababu ule upendo wa Mungu unakusukuma. Yaani kweli haya yote Mungu alionitendea, haya yote Mungu aliokufanyia. Leo ni harambee. Si kila mtu anakuja kutoa hela hapa kwa kupenda, na mmoja hapo ni mimi. Natoa kwa uchungu. Kuna saa unatoa kwa uchungu, kwa sababu una mahitaji mengi, una vitu vingi vinakuhitaji. Saa nyingine hata mama yako ametoka umfanyie kitu fulani hujaweza kufanya, lakini Mungu anakuambia nifanyie mimi, nifanyie mimi. Kwa hiyo unabebana, uko na hela, unakuja hapa unatoa, lakini ndani ya moyo wako wewe ndio unayejua kwamba hapa nimetoa kwa sababu gani. Hata kama tunacheka kweli, tunatoa, tunacheka, tunashangiliwa, lakini kuna saa unatoa na maumivu. Kwa nini ufanye kitu ambacho kinakuumiza moyo? Ni kwa sababu kuna mapenzi fulani uko nayo uko ndani, ambayo kujizuia uwezi. Unasema acha nitoe, hata kama ninatoa machozi, lakini ninajua naye mtolea alikonitoa. Haleluya, haleluya. Ukishafika hiyo level ya kutawaliwa na upendo wa Bwana, utamtumikia hata kama wanakutukana, utamtumikia hata kama nyumbani umelala na njaa, utamtumikia hata kama una vita pande zote, maana unamjua unayemtumikia ya kwamba yeye aliwahi kukupenda akamwaga damu yake kwa ajili yako ili wewe uishi. Haleluya, haleluya. Hiyo ndio tafsiri ya hili neno upendo wa Bwana na utawale. Ukishakuwa unatawaliwa, maana yake utapelekwa tu, hata kama utaki utafanya. Mwenyekiti wa kijiji akisema kesho, jamani, kesho kikao, ambaye haji tutambambua. Mnaenda pale kwenye kikao mmejazana, kwani mmependa kwenda?
Hamjapenda, ni mikwara tu ya mwenyekiti. Ndio kutawaliwa. Kwamba huyu mchungaji simpendi, yani hivyo kuna vitu ukiangalia huyu mchungaji, kuna vitu anakukwaza kwaza, kuna vitu ukiangalia huyu mwinjilisti, kuna vitu anakukwaza kwaza, lakini kwa ajili ya Bwana nitaendelea kumtii na kumheshimu. Kwa ajili ya Bwana nitaendelea kwenda kanisani. Kwa ajili ya Bwana nitafanya na ile aliloniambia. Simpendi lakini ninampenda aliyemtuma. Haleluya! Bwana apewe sifa. Hapa kuna viwango vya kiungu. Kuna viwango vya kiungu vikishaingia ndani ya mtu. Wewe unaenda kumwomba mtu, mwinjilisti anaenda kuomba wageni rasmi na wageni rasmi wamekuja hapa. Ninajiuliza ni wageni rasmi wangapi wamekuja kwa kumheshimu mwinjilisti? Ila natamani niwaone wageni rasmi waliokuja kwa kumheshimu Mungu aliyemtuma mwinjilisti kwao. Haleluya! Bwana apewe sifa. Upendo wa Mungu na utawale. Upendo wa Mungu utawale maisha yetu. Haleluya. Sasa upendo maana yake nini? Kuna maneno manne ya Kigiriki yanayotafsiri upendo. Neno la kwanza ni agape. Agape ni upendo wa kiungu, upendo wa hiari, upendo usio na masharti, ulioambatana na huruma. Ndio hicho ninachokuhubiria, kwamba kuna upendo wa kimungu ama mtu asukumwi, anajua kabisa kwamba hili mtu ni katili, lakini siwezi mwacha mtoto wake anateseka hapa kwa sababu mtu ni katili. Mungu anakusukuma unamfanyia. Najua kabisa kwamba huyu mtu nikimsaidia akifika pale ataanza kunisema, lakini huu ni upendo wa kimungu, siangalii hichi, acha nimsaidie. Huo ndio upendo wa agape, ambao mpendaji anapenda bila kujali matokeo ya kupenda kwake. Haleluya. Bila kujali kwamba anapata faida gani, bila kujali kwamba nitasemwa kwa kiwango gani. Umewahi kumtendea mtu wema ambaye unajua atakachofanya baada ya huo wema unaomtendea? Alafu unatenda, alafu baada ya muda anafanya vile vile. Unasema ndijua tu, lakini na hiyo ndio upendo wa Mungu. Hauna masharti, hauna kulazimishwa, hauhesabu kwamba ni huyu atarudisha nini, fadhila au harudishi fadhila. Umeambatana na huruma na kujali, huruma ya Mungu. Haleluya. Bwana apewe sifa. Na aina ya pili ya upendo ni upendo wa filea. Filea ni upendo wa kirafiki, ni ushirika wa karibu. Yule rafiki yako shosti nini, umepata ramani, kuna ramani nimepata hapa, wewe una mahali pa kwenda kesho, basi twende huku. Hivyo rafiki yako umwachi kwenye mambo mema, umwachi. Asubuhi kiamka umesikia na unamtembelea. Upendo wa filea. Na una upendo, usisahau hii ni Biblia ya Kigiriki, ina maneno manne yanayozungumzia upendo. Neno la tatu ni storge, ni upendo wa asili, upendo wa uzazi. Yaani lile toto nimelichoka, bora hata lingekufa, si lingongo na gari tu life. Kidogo unasikia mwanao bwana amelazwa pale. Unaanza kuchanganyikiwa tena. Huyo ulikuwa unamsema, lakini ulikuwa unamsema kwa sababu ya hasira, ila amekukaa moyoni kwa sababu ni mtoto wako. Bwana apewe sifa. Huyu jamaa sisi tumeshamchoka. Kwenye vikao tumekaa, vikao vya familia, haeleweki, ulevi hachi. Lakini mkisikia amepata shida, mnaanza kuchanganyikiwa, mnaitana vikao, mnamsaidia kwa sababu ni ndugu yenu. Haeleweki. Mmejaribu kumsomesha, amesoma, amekula ada, mmejaribu kumfungulia kibanda, ameuza kila kitu, mmejaribu kumpa shamba, mnasikia ameliuza, lakini bado akipata shida mnaumia, mnaanza kuhangaika kwa sababu huko kwenye damu. Ni upendo wa asili, ni damu yenu, ni ndugu yenu. Bwana apewe sifa. Alafu kuna upendo eros, cha nne na cha mwisho, upendo wa kimapenzi. Huu sitausemea kwa sababu kila mtu ameshaelewa. Kwa kifupi tuseme upendo wa baba na mama, labda na okay, hizo zote ni aina za upendo. Hata kichwa cha somo kinasema hivi, upendo wa Mungu na utawale. Kuna hizi za aina nne. Upendo wa mapenzi hautatupeleka mbinguni wala hautatuwezesha sisi kufanikisha jambo lolote la kimungu hapa duniani.
Upendo wa ndugu ni mzuri, tupendane ndugu kwa ndugu, ni mzuri sana. Lakini kila mfanyalo, Biblia inasema fanyeni kama kwa Bwana. Usimwangalie tu ndugu kama ndugu, mwangalie ndugu kama Mungu. Maana Biblia inasema ninyi ndinyi miungu wa wana wa aliye juu. Ndugu yako ndio Mungu wako. Upendo wa kirafiki, rafiki yako ndio Mungu. Wema wowote unaomtendea rafiki yako umemtendea Bwana. Haleluya. Na kama umemtendea Mungu, huyu aliyekuwa anamwakilisha Mungu anaweza kukutukana, lakini Mungu ana watu wengi. Haleluya. Sijui kama unanielewa, ngoja nirudie vizuri. Unapomtendea mtu mmoja jambo jema, yeye anaweza akakusahau, lakini Mungu hawezi kusahau kwa huo wema uliomtendea ndugu yako. Haleluya. Bwana apewe sifa. Unapomtendea rafiki jambo jema, hapo mbele urafiki wetu unakuaga na ukomo. Kuna saa mnafika hapo mbele mnazinguana, hata kukumbuka arudishe fadhila, lakini Mungu anatunza kumbukumbu kwamba uliwahi kumvusha rafiki yako mahali. Haleluya. Kwa hiyo upendo wa Mungu na utawale. Kila tunapopenda, tupende kama kwa Bwana, tukijua kuna kesho yetu ambapo Bwana atakumbuka wema tuliotenda, aturudishie na sisi. Haleluya. Bwana apewe sifa. Sasa lakini upendo wa Mungu na utawale, tuna ujasiri wa kuzungumzia upendo wa agape. Haleluya. Huu upendo wa agape ambao haujalishi kwamba kuna faida ama hakuna faida, lakini unapenda kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Haleluya. Na baba yako, Biblia inasema Mungu ni pendo. Watoto wa Mungu twapenda kwa kuwa sisi sote twatokana na Mungu, na Mungu ni pendo. Haleluya. Kwa hiyo upendo umbike ndani yako kwa sababu ya huruma za Bwana, uwe na upendo na watu wote. Haleluya. Mpaka adui umpende. Bwana asifiwe. Kuna tofauti ya kupendana na kuambatana. Kumpenda mtu sio lazima mgandane kila mahali. Mtu aliyekuzingua unampenda, lakini unamwekea mipaka. Amenielewa vizuri? Sasa usijue ni adui yako, si anaweza kukuwekea sumu. Unampenda lakini chakula chake unakula kimachale. Unampa kwanza. Sasa mimi napenda Wachaga kwa sababu kabla hujanywa mbege unaria kwanza. Uwezi kumpa Mchaga kitochi anywe kabla hujaria. Sio kama anakupenda eti na wewe, hebu onja hapo kama kuna kitu kibaya kianze na wewe. Ndio tafsiri yake. Sasa utasikia riao kwanza. Unajua sisi Wachaga wasema karibu mbe. Riao kwanza. Yule mzee anakuambia kunywa hapo kwanza kidogo. Sasa kama wewe ni mjinga utasema jamani baba ananipenda, nataka na mimi ninywe. Hakuna. Anakuambia kunywa, kama umechawia wewe uchawi uanze na wewe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tuna haja ya kupendana hata kama mtu ni adui. Biblia inasema iweni werevu kama nyoka na wapole kama ua. Hii ina maana ya kwamba tuwapende maadui zetu, lakini tuwawekee mipaka. Tujue kwamba Bwana wewe mwisho wako Bwana. Unajua kule nyumbani kwako kuna watu wa getini, kuna watu wa nje, kuna watu wa sebleni, kuna watu wanaingia mpaka chumbani na jikoni. Hujanielewa? Ukikuta wewe kila mtu anaingia kuna shida. Kuna mtu unamletea chai nje. Ukiona umekaribishwa na hapa nje pana kivuli kizuri. Wewe jiulize. Kivuli kizuri. Wewe wala. Okay, tuachane na hiyo. Lakini kuna watu kwenye kivuli kizuri, kuna watu kwenye makochi, kuna watu ambaye hata ukipata shida, fungua tu mlango, niko chumbani, hebu niletee kitu hapo. Kiwango cha mahusiano. Na kuna watu ambao hebu ingia jikoni hapo, angalia cha kufanya. Hata yule anayerudishiwa getini, unga anapewa lakini ameishia getini. Kwa ina maana amependwa, amehudumiwa, lakini getini. Maana yake hakuna uadui hapo, ila bwana mazoea sitaki sana. Bwana apewe sifa. Sasa unaweza kufikiri na kufundisha ushetani.
Yaani Biblia inasemaje? Biblia inasema Bwana anawapenda wale wampendao. Sikiliza, ni Mungu anatupenda wote, lakini kuna watu anawapenda zaidi. Kweli. Mungu anawapenda wenye dhambi. Biblia inasema anawapenda wenye dhambi. Hapendi hata mmoja aangamie, ili wote wafikie toba. Ezekiel 33:11. Mimi sifurahii mauti yake mtu mwovu, bali ni kwamba mtu mwovu aache njia yake na kuishi. Bwana asifiwe. Kina maana kuna viwango vya mahusiano ya Mungu na watakatifu wake, na watu wa ibada, na watu wanaoomba. Ndio maana tunaweza kuhubiri hapa tukaomba na watu wakarudi na mapepo yao nyumbani, na kuna mwingine akiingia tu akianza kuomba yanalipuka. Wote tuna Mungu, lakini kuna mtu ambaye Mungu anatembea naye kwa kiwango cha juu kiasi kwamba ulimwengu wa giza hauwezi kustahimili uwepo wa Mungu wakati huyo mtu anatembea. Haleluya. Bwana apewe sifa. Ikiwa Mungu wetu ana mipaka ya kiutendaji na watoto wake wote anaowapenda, wewe ni nani? Na mimi nakushauri na wewe penda, lakini uwe na kiasi kulingana na mtu mwenyewe unayempenda. Wote pale nyumbani watoto wote mnapendwa, lakini kuna katoto kakiomba kitu kanapewa chapa. Kuna kingine katazungushwa hapo mpaka kaje kapewe. Hakunaga watoto sawa, yakosekanaga wa tumboni na wa mgongoni. Na si kwa sababu ya sura, kwa sababu ya moyo wa utii, unyenyekevu na kujituma kwa mtoto kule nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo upendo wa Mungu utawale, tupendane katika Bwana. Hakuna sababu ya kumchukia mtu, lakini mpende mtu kwa kiasi kulingana na unavyomjua. Na kama unataka kumpenda sana kwa undani, muombe ili afanane na viwango vya upendo unaotaka kumpa. Usimfungulie mlango wa chumbani mtoto wako kabla hujamjengea tabia ya kutosha ya uaminifu na utii na heshima. Ili asije akaingia chumbani akatoka akaenda kutangaza madhaifu aliyoyakuta chumbani kwako. Kabla hujamruhusu aingie chumbani, uwe na uhakika hata dokoa kitu, na uwe na uhakika hakiona kitu chochote ambacho kwa sababu hataenda kusema mahali. Ndivyo Mungu anavyotufanya. Biblia inasema Mungu anawafunulia wacha Mungu wake siri zake. Ili Bwana akufunulie siri zake, kili Mungu akukaribishe pale kabisa kwenye hazina yake ya fedha, kwenye hazina yake ya mafunuo ya kuhubiri. Ukihubiri watu wasikie kitu cha tofauti na watu wengine. Kwenye viwango vyake vya maombi, ukiomba watu waseme kabisa huyu mtumishi anaye Mungu. Ili Mungu akufikisha hapo mahali, lazima akufinyange, akutengeneze. Akisha kuamini ya kwamba wewe unaweza kutembea naye kwa viwango hivyo bila shida, ndipo anakupa. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tengeneza kitu ili ukipende. Haleluya. Mwenye kununua mfugo aliyokondeana amekaa vibaya. Kila mtu anamsema vibaya, hata unakaa naye tu basi. Alafu kishamkatia kanona, unaanza kujisifia. Yaani huyu ni uji nilimchemshia, yani alikuwa mbaya sana lakini ndio dume langu nalitegemea hapa. Lakini nilivyokuja hata ulikuwa utamani jirani alione, kwa sababu linakuaibisha. Na sisi tuko hivyo. Kila mwanadamu ana madhaifu, kila mwanadamu ana maovu, kila mwanadamu ana mambo ya kukera. Kwa hiyo ili uweze kumpenda mtu na kukaa naye kwenye viwango vya kumfurahia, jipe muda wa kumtengeneza. Mtengeneze kwa maombi, mtengeneze kwa ushauri, tengeneze kwa upendo. Muonyeshe mapenzi taratibu kidogo. Akifanana na wewe, unaweza kumwamini na kumpenda kama ambavyo Bwana anawapenda wampendao, na wamtafutao kwa bidii watamuona. Haleluya. Nataka nihitimishe na hiyo. Bwana anawapenda wale wampendao, nao wamtafutao kwa bidii watafanyaje? Kwa hiyo huwezi kupendwa bila kumtafuta.
Sasa wewe upendo na masaa yote uko bize. Mama akupendee nini? Akitaka kuona uko bize. Akitaka msaada wowote huna. Akitaka umsaidie hichi huwezi. Utapendwaje? Akupendee nini? Sasa akupendee nini sasa? Na Mungu ni hivyo hivyo. Na kuhitaji kanisani uko bize. Tuna harambee, sina hela. Sadaka jamani toeni. Siwezi. Mungu si ataanza na wale wanaojituma jamani. Halafu wewe atakuwekea mpango. Sema anakataa kuwekewa mpango. Niwe wa kwanza. Haleluya. Ili tuwe wa kwanza, tuweke bidii. Bwana apewe sifa. Nahitimisha mahubiri yangu kwa kusema kwamba upendo, ndugu zangu, unaamrisha mambo yatokee hata kama ilikuwa saa ya kutokea haijafika. Haleluya. Haleluya. Bwana apewe sifa. Mungu alimpenda Musa kiwango ambacho alitaka kuwaua Israeli wote. Musa akasema hapana, usiwaue. Mungu akasema kwa sababu ya mahusiano yangu na Musa sitawaua. Haleluya. Mungu alimchukia Sulemani ghafla. Akamwambia nitakunyang'anya ufalme wote usiwe mkononi mwako. Lakini kwa sababu ya mpendwa wangu Daudi, acha nitakuachia kabila moja. Kasha kufa. Na wewe unaweza kujitengenezea nafasi kwa kuimarisha mahusiano yako na Mungu, mahusiano yako na watu wa muhimu, na mahusiano yako na hata wale maadui zako, ukajiwekea akiba ya upendo ambayo itafika saa jina lako likumbukwe katikati ya mazingira ya kusahaulika. Haleluya. Tuombe. Yesu, jitukuze katika hili neno. Roho Mtakatifu kazidi kuumba na kufundisha upendo ambao hauna chuki ndani yake, upendo wa agape, upendo usio na masharti, upendo wa hiari. Tufundishe kupendana sisi kwa sisi na kutumikiana kwa ajili ya ufalme wako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Uhimidiwe, maana Roho Mtakatifu wako atayafundisha mafundisho haya kwa kina na kuyahubiri kwa viwango ambavyo ulitaka wewe kwa wiki nzima na mwaka mzima na zaidi. Mafundisho haya Bwana yaendelee kusema na mioyo ya watoto wako katika jina la Yesu. Amen. Engare Nairobi, engare kijito cha maji ya uzima.